Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Shamim Khan, mwenyekiti wa Jumuiya ya kina mama BAKWATA Taifa, Mama Hamida Yusuf, mke wa Mufti, Mama Mariam Mtambo, mwenyekiti wa Jumuiya ya kina mama mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Alhad Omar Kawambwa, Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Ulama, waheshimiwa wageni wote kwa itifaki ambayo imepita kwa utambulisho uliotangulia, tunatambua uwepo wenu mabibi na mabwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hizi ni salamu za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA leo hii katika Baraza la Eid al-Fitri tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote ni wajibu kwetu kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuwezesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ambayo ililazimishwa kwetu kabla ya waliolazimishwa kama waliopita kabla yetu, ili tuweze kuwa wacha Mungu. Ibada hii ya funga ni nguzo ya 4 katika nguzo 5 za Uislamu. Rehema na amani zimshukie mbora wa viumbe vyote, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaa zake, maswahaba zake na wote waliofuata katika uongofu. Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, kwa niaba ya Waislamu wa Tanzania anakushukuru sana kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii adhim, pamoja na kwamba tunajua una majukumu makubwa yaliyo mbele yako katika kuongoza taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni wazi kwanza kwamba katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tulikithirisha sana kufanya ibada na kheri mbalimbali kama vile kutoa sadaka kwa wasiojiweza, kuacha maovu mbalimbali, kuhurumia wanyonge na kadhalika. Tunatoa wito kwa Waislamu na jamii nzima kwa ujumla tuendelee kufanya mambo haya ya kheri hata baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapa tutakuwa tumehitimu vyema chuo cha Saumu, huku tukitarajia mapokezi mema tutakayopata tutakapokutana na Mola wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, amani na utulivu katika jamii yote ile duniani ndio kigezo kikuu cha maendeleo katika jamii. Pamoja na mtikisiko mkubwa tuliopata katika mwisho wa mwaka uliopita, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuvusha salama kama taifa na kuweza kusonga mbele. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika hutuba yake ya hija ya kuaga, na nanukuu, "Je, nikujulisheni muumini ni nani? Muumini ni yule ambaye watu wanajihisi salama kupitia yeye kwa mali zao na nafsi zao." Kuna muhimili ya kimaadili inayochangia moja kwa moja katika kujenga usalama na amani ndani ya jamii: moyo wa kupendana, kuhurumiana, upole na maadili mema katika jamii. Katika jamii yote ile hujengwa juu ya mihimili hii na huathiri usalama na udhibiti wa jamii hiyo. Amani katika jamii yetu ni jukumu letu sote na si la serikali peke yake, bali ni la kila mtu. Kila mmoja miongoni mwetu anapaswa kushiriki kikamilifu kwa kuwa na huruma, tabia njema na moyo wa kujitolea na uzalendo. Tunatoa wito kwa Waislamu nchini na jamii nzima kwa ujumla, tusimame kwa pamoja kushirikiana katika kulinda amani ya nchi yetu, kwani huo ndio mtaji mkuu wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba kueleza wazi kwamba kila mmoja wetu katika nchi hii ana jukumu muhimu sana la kuitunza na kuilinda amani ya nchi yetu na kuhakikisha kwamba umoja na mshikamano katika nchi yetu
unadumishwa. Kipindi tulichonacho sasa kama wanajamii wa dini na makabila mbalimbali ni kipindi muhimu sana cha kutuunganisha pamoja na kuepuka hila zozote zinazoweza kuleta mpasuko na kutengana baina yetu kama Watanzania. Kipekee tunaomba viongozi wetu wa dini zote katika ngazi mbalimbali pamoja na taasisi zetu tujenge umoja wa kitaifa na upendo baina yetu na kuwaunganisha waumini wetu kuwa na umoja na upendo kwa taifa letu, na kamwe tusiingie katika mtego wa kuwa chanzo cha machafuko. Tunaiomba pia serikali na mamlaka zake zinazohusika kusimamia majukumu yake kwa haki na kwa misingi ya sheria ili kufikia malengo mahususi ya kuwaletea wananchi maendeleo ya kweli. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na umuhimu wa maadili katika jamii, kauli mbiu yetu kwa mwaka huu ni amani na maadili mema katika kujenga jamii bora. Tunatambua kuwa nchi yetu na dunia kwa ujumla inapita katika kipindi kigumu cha mmomonyoko wa maadili katika jamii na kupelekea pia kukosekana kwa uzalendo miongoni mwa jamii, hasa vijana. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA pamoja na wadau wake mbalimbali tunaendelea na kampeni maalum ya kurudisha maadili katika jamii na kuongeza uzalendo. Wito wetu kwa wanajamii wote, hususan wazazi, walezi, walimu na wengine wote, tuungane pamoja kama jamii moja katika kusimamia malezi ya vijana wetu na kuzuia kadri iwezekanavyo athari zinazotokana na mitandao ya kijamii. Tunaiomba pia serikali na mamlaka zake waendelee kuboresha mitaala hasa inayohusu elimu ya malezi na uzalendo ili kujenga jamii bora iliyostaarabika. Kadhalika tunaomba viongozi wa dini zote waendelee kuboresha vitengo vinavyohusiana na kuwajenga vijana wetu kiimani na maadili katika nyumba zetu za ibada, kwani jukumu la malezi sio la mtu mmoja katika jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kukupongeza wewe pamoja na viongozi wengine wa serikali pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kwa namna ambavyo mnaendelea kusimamia na kulinda na kutunza amani ya nchi yetu, hasa baada ya kipindi kigumu cha baada ya uchaguzi Oktoba 29. Sote tulishuhudia aliyotokea siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi ambayo hayakuwa na taswira nzuri katika nchi yetu. Pongezi za ziada ziende kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba amani na usalama ilirejea katika kipindi kifupi. Kipekee tuipongeze sana serikali kwa kuunda tume maalum ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Ni imani yetu kwamba tume itabainisha wazi nini chanzo cha matukio haya na kutoa njia sahihi ya namna ya kufanyia kazi matokeo yake kwa haki na kwa uadilifu, na baadaye kutupeleka kwenye maridhiano yatakayoleta mustakabali mwema wa nchi yetu ili tuendelee kuishi kama jamii moja katika nchi yetu. Tuendelee kuipa ushirikiano tume hiyo kwa siku zao chache zilizobakia ili waweze kufanikisha lengo muhimu la kuundwa kwake. Kila mmoja katika nchi yetu anapaswa kupata funzo la kilichotokea mwezi Oktoba mwaka jana na kuhakikisha tunaepuka migogoro inayoweza kuleta mifarakano inayoweza kuathiri usalama na amani wa nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na yale yote yanayoendelea kwa wenzetu ambapo athari zinazotokana na vita ni kubwa kwa maisha ya mwanadamu na mali zao. Tuungane na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika dhamira yake njema ya kutupeleka katika maridhiano ya kweli kwa mustakabali mwema wa ustawi wa nchi yetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na kuratibu na kusimamia masuala ya dini ya Kiislamu hapa nchini Tanzania, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linaendelea kufanya shughuli mbalimbali zinazohusu ustawi wa jamii nchini. Kipekee baraza limedhamiria kujiimarisha katika huduma za afya ili kuweza kuungana na serikali na wadau wengine kutoa huduma hiyo muhimu kwa jamii. Na ili kutimiza dhamira hiyo, tunaendelea na ujenzi wa vituo vya afya katika kila mkoa, takriban kila mkoa katika Tanzania bara na hata baadhi ya wilaya nchini. Mbali na ujenzi wa vituo hivyo vya afya, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania limedhamiria kujenga hospitali yenye hadhi ya rufaa hapa Dar es Salaam
ambapo Mheshimiwa Rais, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Dar es Salaam DDC limetoa eneo la ekari 10 sawa na mita za mraba 40,470 lenye thamani ya taslim shilingi milioni 607 ambalo tunatarajia kujenga hospitali hiyo. Ombi letu mahususi kwako Mheshimiwa Rais ni kukuomba usaidie ili tuweze kupata eneo hili na tuweze kuanza mchakato wa ujenzi wa hospitali hiyo mapema iwezekanavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kama chombo cha kijamii kinasimamia shughuli za Waislamu wa Tanzania, kinaendeshwa kwa misingi ya kisheria kutokana na usajili wake kufuatia sheria na taratibu za nchi. Kwa kuzingatia hayo, napenda kufahamisha umma wa Tanzania na Waislamu kwa ujumla kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa BAKWATA kuanzia ngazi ya msikiti hadi ngazi ya juu ya kitaifa. Msingi mkubwa wa chombo hiki kwa mujibu wa katiba yake ni kwamba sisi Waislamu wa Tanzania, kwa kuwa tunaamini kama Waislamu wengine wote ulimwenguni na kwamba hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake na Mtume Muhammad ni mjumbe wake na hapana tena mtume mwingine badala yake, na kwa kuwa tunaamini vile vile Qur'ani na Sunna ndio vitu viwili vikubwa ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameviacha katika umma wake, na kwamba ili tuongoke ni lazima tuvisome, tuvizingatie na tuvifuate barabara. Na kwa kuwa tunakubali kwamba ni wajibu wetu kuendeleza na kuimarisha itikadi yetu na kwamba kuna haja kubwa ya kukuza na kuimarisha ushirikiano, umoja na udugu miongoni mwetu kwa Waislamu nchini Tanzania. Kwa hiyo basi tumeamua kuunda chombo cha kudumu cha kuratibu na kusimamia kwa kuongoza shughuli hizo ambacho ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Chombo hiki kimeundwa na Waislamu wenyewe katika madhumuni ambayo tumeeleza hapo juu. Kwa msingi huo, tunawaomba na kuhamasisha wale wote wenye moyo na ari ya kutumikia Waislamu nchini Tanzania wajitokeze kuomba nafasi mbalimbali za uongozi kwa ngazi tofauti pindi zitakapotangazwa. Ikumbukwe kwamba ngazi ya chini kabisa ya uongozi wa BAKWATA ni ngazi ya msikiti, na hiki ndicho kigezo kikubwa kinachodhihirisha kwamba hii ni taasisi ya Waislamu wote nchini bila kumbagua yoyote. Rejea katiba ya BAKWATA ibara ya 18 inayozungumzia kwamba wajumbe wa mkutano mkuu wa msikiti ni imamu wa msikiti, naibu imamu, wajumbe wote wa kamati ya msikiti na waumini wote wanaoishi na kuswali katika eneo husika. Hii ndiyo tofauti ya BAKWATA na taasisi nyingine ambao wanachama wao ni yule wa kujiandikisha au registered members. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapomaliza nguzo ya 4 katika Uislamu, mbele yetu ipo nguzo ya 5 ambayo ni hija. Maandalizi ya hija yanaendelea vizuri na kwa 90% yamekamilika, na inshallah matarajio yetu ni kuwa kiasi kilichobakia nacho kitakamilika hivi karibuni. Kupitia jukwaa hili tunaendelea kuwakumbusha Waislamu wenzetu kuwa mara msimu wa hija wa mwaka huu utakapoisha, yanaanza maandalizi kwa msimu unaofuata. Kwa muktadha huo, tunaendelea kutoa wito kwa wale wanaokusudia kutekeleza ibada hii kwa mwakani wajiandae mapema, kwani taratibu za maandalizi huko Saudi Arabia zimebadilika na kwa sasa tunapaswa kwenda na kasi ya mabadiliko hayo. Kabla ya kumaliza, nichukue nafasi hii kukushukuru tena kujumuika nasi katika shughuli hii muhimu, na tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kukupa afya na nguvu kuweza kuendelea kutuongoza pamoja na wasaidizi wako wote. Pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote waliofanikisha shughuli hii adhim ya maadhimisho haya ya Baraza la Eid leo hii. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, anawatakia Waislamu na wananchi wote kwa ujumla kusherehekea sikukuu hizi za Eid al-Fitri kwa salama na amani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuonyeshe haki kuwa ni haki na tuweze kuifuata, atuonyeshe batili kuwa ni batili na atuwezeshe kuepuka. Kulu amu wa antum bikhair. Eid Mubarak.
Babdeo Milado Online TV, pamoja nawe katika kheri.